Mwanamke mmoja amekamatwa kwa tuhuma za kupanga harusi ya siri ambapo alimdanganya mchungaji na karani wa kaunti kumruhusu kufunga ndoa na mpenzi wake wa zamani bila ridhaa wala taarifa yake. Kwa mujibu wa taarifa ya vyombo vya habari kutoka idara ya polisi ya Beverly Hills iliyopatikana na Law and Crime, mwanaume mmoja alipiga simu ya dharura 911 baada ya kupokea kifurushi cha kutatanisha kilichoachwa mlangoni kwake na mpenzi wake wa zamani. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 42 aliripoti kuwa hakuwepo nyumbani siku nzima, na aliporudi alikuta kifurushi kutoka kwa mpenzi wake wa zamani kwenye uwanja wa nyumba yake. Mwanamke huyo alitambuliwa kuwa ni Christine Spearman mwenye umri wa miaka 36. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mwanaume huyo alisema alipofungua boksi alikuta mfuko wa zawadi wa Bath and Body Works uliojaa bidhaa mbalimbali kutoka duka hilo. Chini ya mfuko huo kulikuwa na nyaraka mbili, moja ikiwa picha ya Spearman akiwa ameshikilia kile kilichoonekana ni leseni ya ndoa inayoonyesha wakiwa wameoana mbele ya mchungaji wa eneo hilo, na nyingine ikiwa ni nakala ya cheti cha ndoa kilichowasilishwa kwa ofisi ya karani wa kaunti. Mwanaume huyo aliwaambia polisi kwamba alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Spearman na walikuwa wamekubaliana kuchukua leseni za ndoa kwa nia ya kuoana, lakini waligombana muda mfupi baada ya kuomba leseni hizo na akaamua kutooa. Hata hivyo, Spearman anadaiwa kupokea leseni ya ndoa ambayo bado ilihitaji kuthibitishwa rasmi na kuwasilishwa kwa mamlaka. Tafiti za ziada na mahojiano na mchungaji zilionyesha kuwa Christine Spearman, kwa mujibu wa mpango wake wa kupata cheti cha ndoa, alimshawishi mchungaji kuthibitisha ndoa yao takatifu bila idhini wala uwepo wa mwanaume huyo. Taarifa hiyo ilisema Spearman kisha anadaiwa kupeleka leseni hiyo iliyothibitishwa kwa ofisi ya karani wa kaunti ambako ilikubaliwa kama cheti rasmi cha ndoa. Baada ya ndoa hiyo kuhalalishwa, Spearman anaripotiwa kuandaa kifurushi hicho, kuweka mfuko wa zawadi na kukiwasilisha mlangoni kwa mwanaume huyo. Taarifa hiyo iliongeza, polisi walimkabili Spearman nyumbani kwake na wakamkamata kwa shtaka la ufuatiliaji wa mtu la daraja la 3 ambalo ni kosa la jinai. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.